بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 24 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440, tuendelea na kitabu zaka katika kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita babun fi zakati bahimati al-an'am, kaanza mlango unaozungumzia zaka za wanyama hoa. tukaanza na zakatul ibil, zaka ya mnyama ngamia na yale yanayofungamana na zaka ya ngamia. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na zakatul baqari, zaka ya mnyama ng'ombe. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ثانيا زكاة البقر، mnyama wa pili katika wanyama ambao hutolewa zaka ni ng'ombe. قال وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. أما ng'ombe ni wajib kutolea zaka kwa dalili ya nas na ijma' ya Waislamu. ففي الصحيحين عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hakuna yeyote mwenye ngamia au mwenye ng'ombe, akataja bakara, au mwenye mbuzi au kondoo, ambaye hatoi zaka yao, إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه, isipokuwa yule mnyama atakuja siku ya kiyama akiwa ni mkubwa vile atakavyokuwa mkubwa, tena aliyenona. tantahuhu biquruniha, kisha yule mnyama wake ampige kwa pembe zake yule mwenye mnyama ambaye akutoa zaka siku ya kiyama. watatauhu biakhfafiha, na kumkanyaga kwa kwato zake. Bimaana adhabu yake ataikiwa wale wanyama ambao alikuwa nao duniani, alikuwa hawalipii zaka, wawe watamuadhibu siku ya kiyama, waliyadhu billah, kwa kumpiga pembe na kumkanyaga kwa kwato zao, waliyadhu billah. Na hii hadithi iko wazi kabisa katika uwajibu wa kutoa zaka ya ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، يثبت kutoka صحابة معاذ رضي الله عنه وارضاه، معاذ بن جبل، Mtume صلى الله عليه وسلم alimtuma Yemen kwenda kufanya da'wa, radhiyallahu anhu wa ardhah. Kwa hivyo katika yale ambayo
Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia alipokuwa akienda Yaman kufanya da'wa, qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila al-Yaman amarahu an ya'khudha sadaqata al-baqari, alimwamrisha kuchukua zaka katika ng'ombe, min kulli 30 tabi'an, katika kila ng'ombe 30 tabi'a. Tutaelewa tabi'a ni ng'ombe wa umri gani. Wa min kulli 40 musinna, rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Tutaelewa tabi'a na musinna kile kinachokusudiwa hapa nini insha Allah hapa mbele. Ashahid hapa ni kuwa Mtume sallam alimwamrisha kuchukua zaka ya ng'ombe. قال فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية. ni wajib ng'ombe wanapotimia 30 kutolewa tabi'un ambaye ni wa kiume au tabi'atun ambaye ni wa kike, na huyu ni yule ndama ambaye amefika umri wake tayari, ametimiza mwaka mmoja, ameingia katika mwaka wa pili. Kwa hivyo ametimiza miezi 12, ashaanza kuingia katika miezi ya ule mwaka unaofuata. Summiya bidhalika li'annahu yatba'u ummuhu fi as-sarhi, ameitwa tabi' kwa sababu humfuata mama yake nyuma anapokwenda kulisha. Yule ndama humfuata yule mama nyuma anapokwenda kulisha, ndio kaitwa tabi'a. Wala shay'a fima duna 30, ama ng'ombe wakiwa chini ya idadi ya 30 hakuna zaka. Zaka ya ng'ombe nisabu yake ni ng'ombe 30, ama wakiwa 29 bado hajawajibika mtu kuwatolea zaka. Ikiwa watakuwa 29 pale anapotimia wa 30, pale ndio itaanza kuhesabiwa nini mwaka yani. Kwa hivyo pale ndio ilipotimia ile nisab ndio itaanza kuhesabiwa nini mwaka wake waanza pale. Kwa hivyo sasa wakifika 30 itakuwa wamefika nisab. Ikipita miezi 12 yani mwaka, tayari kutolewa zaka kwa masharti tuliyotaja jana. Fikiri mkumbuka vizuri, miongoni mwa masharti awe ni saima, yani wala chakula ambacho ni cha nje, sio yule ambaye mtu apata tabu. Ama zero grazing, kwa mfano afanyiwa zero grazing, bimaana yule mwenyewe ndiye anayetaabika kununua chakula, kumletea pale, kutafuta chakula amletea pale pale alipo, huyu hana nini, hana zaka. Hata akifika nisab hana zaka. Yule aliyena zaka ni yule ambaye zaidi hula katika chakula cha nje. Tayeb, kwa hiyo kila tukitaja zaka ya wanyama hapa, nataka hilo jambo muliweke akilini, yale masharti ambayo tuliyataja jana. Sije mtu akaona pia yule ambaye ameweka ng'ombe wake amlisha mwenyewe, kila kitu msimamia mwenyewe, kuwa ni wajibu kumtolea zaka akifika nisab. La, nafikiri imeeleweka. Ama tukizungumzia ng'ombe wa kuuzwa, haiza kuwa mmoja tu mfika nisab. Tukizungumzia kuuza sasa, haiangaliwi tena idadi, yaangaliwa nini, qima ya yule ng'ombe. Tufahamiana, kuna ng'ombe ambao mbegu yake pengine wale wa maziwa wale waweza kuuzwa ghali sana, na ng'ombe waweza kuuzwa kwa laki kadhaa, pengine labda ukiangalia ile bei yake tayari katika pesa imefika nini, imefika nisab. Lakini ni ng'ombe wa kuuzwa. Maadamu ni wa kuuzwa, sasa itageuka iwe zaka yake si ya ng'ombe tena, bali ni zaka ya urud at-tijara. Nafikiri hili tuligusia kuanzia mwanzo, hili pia ni muhimu lifahamike. Qala wala shay'a fima duna 30, chini ya ng'ombe 30 hakuna zaka. Li hadithi Muadh qala amarani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina ba'athani ila al-Yaman alla akhudha min al-baqari shay'an hatta tablugha 30. Muadh sema radiyallahu anhu
ameniamrisha mimi mtume sallallahu alaihi wasallam aliponituma Yaman, aliponituma mimi kwenda Yaman kufanya da'wa, nisichukue katika ng'ombe chochote ambacho ni chini ya 30 mpaka wafike 30. Wakifika 30 kuanzia hapo ndio waanza kuchukua nini? Kuchukua zaka. Naam. La, ng'ombe yote hata kama nzaliwa leo maadamu amfika 30 lipo. طيب nitataja hapa umri. فاذا بلغ مجموع البقر 40. kwa mfano ng'ombe wako 29 sawa, akazaliwa mmoja zaidi, pale anapozaliwa pale ndio waanza kuhesabiwa nini? Nisabi yao, ongojiwa sasa ufike mwaka. Kwa hivyo haiangaliwi umri wa yule ng'ombe eti kuwa ni ndama au la. Hata wakiwa ndama 30 kwa mfano, ndama tu 30, wakifika mwaka wale ndama watolewa nini? Watolewa zaka. Watolewa zaka. Kwa si lazima awe yule ng'ombe ashakuwa ng'ombe mkubwa ama ng'ombe mdogo, hicho kiangalia. Na hayo inshallah tutakuja kuyagusia tutakapokuwa tutazungumzia zaka ya mbuzi biidhnillah ta'ala, na namna gani itakuwa yatolewa zaka yake. قال فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة. ng'ombe wakifika 40 sasa yule anayetolewa ni ng'ombe ambaye ni musinna, wa hiya ma tamma laha sanatani. Anayetolewa zaka sasa ni musinna, na musinna ni ng'ombe ambaye amefikia umri au ametimiza miaka miwili, tayari ametimiza miaka miwili. Tabia, naam, ama tabia ametimiza mwaka mmoja aingia kwenye wa pili, ama huyu tayari ametimiza miaka miwili aitwa musinna. لحديث معاذ قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. فإذا زاد مجموع البقر على 40 ولنغombe wakizidi idadi ya 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة. kwa hivyo kwa mfano wamefika 70, 30 itatolewa tabia, kisha wale 40 juu yake itatolewa nini? Musinna. wa hakadha hisabu itakuwa hivi. Wakifika 80 sasa hapa itagawanywa mara mbili, 40 na 40 utawa musinna 2, wa hakadha. wallahu a'lam. قال والمسنة هي التي قد صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. ثنية أو مسنة، lakini wote wamaanisha ni ng'ombe ambaye ametimiza miaka miwili. Akitimiza miaka miwili aitwa musinna au thaniya, na huyo ndiye anayetolewa pindi wale ng'ombe wanapofika idadi yao 40. Kuanzia ng'ombe 40 watolewa kwa idadi hiyo. Na hii ni kwa kifupi zaka inayofungamana na ng'ombe. Sasa zaidi ya 40 itakwenda kwa idadi hivi alivyosema. Itaangaliwa 30 itatolewa tabia na 40 itatolewa musinna wakati. Kwa hivyo hata wakiwa ng'ombe 1000 idadi itakwenda hivi, itagawanywa kulingana na hii hisabu. Wallahu ta'ala a'lam. Hii ni zaka inayofungamana na ng'ombe, na nyingi katika nusus ambazo zimetajwa katika zaka ya ng'ombe ni kutoka kwa sahaba Muadh radhiyallahu anhu wa arda, alipotumwa Yaman na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufanya da'wa. Na kidogo tu nitadokeza leo, nataka nimalize mapema leo. Watu watasema tutataka na mbuzi, na sasa nikiuliza maswali ya ng'ombe hapa sitajibiwa. Wacha tusikize hii mwanzo, tuelewe mwanzo, kisha twende pole pole. Kesho tutazungumzia mbuzi insha Allah taala, lakini nataka kudokeza tu kama changamoto na kututia moyo sisi tufanye bidii zaidi katika kutafuta ilmu. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda alislimu akiwa na miaka
18. Umri wake alikuwa ni miaka 18, na alifariki Muadh radhiallahu anhu akiwa na miaka 28, akiwa kijana mdogo na miaka 28. Yani bimaana aliishi katika Uislamu miaka 10 peke yake. Lakini leo sisi tumtaja Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu. Sasa hilo si la kushangaza, na kushangaza zaidi ni Mtume sallam akimweleza Muadh ibn Jabal sahaba wake, asema a'lamu an-nas bil halal wal haram Muadh ibn Jabal. A'lamu an-nas bil halal wal haram Muadh ibn Jabal, mjuzi zaidi wa kujua halali na haramu ni sahaba wangu Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda. Kisha akataja katika fadhila zake, yuhsharu Muadh يوم القيامة أمام العلماء رمية بحجر. Muadh ibn Jabal siku ya kiyama wakifufuliwa wanaovioni watawekwa pale pamoja, wanaovioni ulama watawekwa mahali pamoja, yeye atakuwa mbele ya maulama wa ulimwenguni kwa kiasi cha kutupa jiwe, yani atakuwa mbele ya maulama, na mtu ameishi katika Uislamu miaka 10. Sasa fikiria alivyotumwa Yaman, alikuwa na umri gani? Alikuwa kijana mdogo sana akitumwa kwenda Yaman kufanya da'wa, lakini ametumwa ni shahina, ni container imejaa ilmu, yenda kufanya da'wa Yaman peke yake, mtu mmoja tu, na akaenda na watu wakasilimu na watu wakaukubali Uislamu, na ikawa ni nusra ameileta kwa Uislamu ndani ya nchi ya Yaman, akiwa kijana mmoja peke yake mdogo kabisa. Hii yatupa moyo kwa vijana, tufanyeni bidii katika kutafuta ilmu. Si miaka katika mtu kuwa na ilmu, si miaka. Hii ni riziki Allah subhanahu wa ta'ala humpa katika mja wake anayetaka. Yaweza kuwa mtu kwa umri mchache, lakini Allah akamfungulia katika ilmu kubwa. Al-Hafidh al-Hakami rahimahullahu ta'ala alikufa na umri wa miaka 34, ikiwa ni mkubwa sana, miaka 34. Vile vitabu alivyoviacha, turathi alioacha ya vitabu leo yasomeshwa na ulama wenye miaka 80, wenye miaka 70, wasomesha vitabu vya huyu kijana ambaye ameondoka duniani akiwa na miaka 34. Kwa hivyo haya mambo yafanyika. Al-Hafidh al-Hakami ni muasir, yani bimaana wako maulama sahihi ambao walimuona wako hai sahihi. Alihifadhi Qur'an kwa mwezi mmoja peke yake. Sasa ukisema watu wa zamani, huyu sasa ni muasir, anahifadhi Qur'an kwa mwezi mmoja peke yake. Bimaana tukikadiria kila siku moja alihifadhi juzu moja, na akawa mutqin hafidh rahmatullahi alayhi. Khalqu af'al al-ibad lil-Imam al-Bukhari alivyoiona rahmatullahi alayhi, na ni kitabu kikubwa cha hadithi. Akaomba, wakati ule hakuna mambo kupiga fotokopi kama leo, akaomba akiandika, akaomba akichukua kitabu usiku baada salati al-isha, ikiadhiniwa alfajiri, na hiyo piga full stop, amekiandika kitabu kizima kwa mkono wake. Kisha akafunga siku ya pili kama alivyomwahidi sahibi al-maktaba katika Masjid al-Haram Makkah, akamrejeshia kitabu kama hicho kitabu nishamaliza kuandika. Yule mwenye maktaba akawa yomfanyia mzaa, kwa sababu Hafidh al-Hakami alikuwa na hifdhi kali sana. Akamwambia la'allaka hafidhta, huenda labda usiku huu leo ushakihifadhi kitabu chote. Qala na'am wa na'am, wallahi amekihifadhi na sanadi yake mpaka kwa Imam al-Bukhari. Wa rabbi hafidha al-kitab bi akmalihi. Ndio nasema kuwa hii ilmu ni riziki Allah subhanahu wa ta'ala humpa kila mja wake anavyotaka yeye. Anzala minas samai maa fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayl zabada rabiya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala piga mfano wa ilmu kama mvua anavyoishukisha, kila ardhi yachukua sehemu yake. Kwa hivyo Allah tufanyeni bidii katika kutafuta ilmu, haswa vijana. Na sisemi kuwa wazee wasitafuta ilmu, la, lakini nyinyi mna nafasi nzuri zaidi kuliko watu ambao sasa hivi wana majukumu makubwa. Kwa hiyo tuhimizana kufanya bidii katika kufanya nini? Kutafuta ilmu sana, bidii zaidi. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kupitia kwako kukapatikana nusra katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.